Wako nikitaka kujua kuhusiana na mambo matano ama mbinu tano zitakazowapa Simba Sports Club ushindi ama kutamba mbele ya RS Berkane. Wana kazi ngumu ya kufanya. Kwanza kurejesha goli mbili. Nina matumaini makubwa kwamba kwenye haya mambo matano kuna namna pia dakika 20 za mwanzo watazitumia vipi kwenye kupata walau goli moja na kujipanga upya kupata la pili na kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Swala la kwanza ni kuwa na safu ya ulinzi imara, lakini pia timu nzima kiujumla watambue kwamba jukumu la ulinzi haliwategemei zaidi mabeki, bali ni jukumu la timu nzima. Kwa maana wakiweza kucheza kitimu itakuwa ni rahisi zaidi kujiseti vizuri katika maeneo ya kiulinzi, lakini itakuwa ni rahisi zaidi baada ya kufanya majukumu yao ya kiulinzi kwa ufasaha kuweza kuanzisha mashambulizi wakiwa huru. Jukumu la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba RS Berkane hawana nguvu kubwa kwenye maeneo ya pembeni ambayo ndio imekuwa ni silaha kubwa zaidi kwa msimu huu. Na ili maeneo haya ya pembeni yasiwe na madhara ambayo yatakuwa yanalindwa na Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe, basi wale mawinga wa Simba ambao wataanzishwa katika mfumo wa aina yote ambao kocha Fadlu Davis atapendelea kutumia wawe na msaada mkubwa kwa mabeki wa pembeni ili kuipa Simba uhakika wa kuwa na ulinzi imara ndani ya dakika 90 za mchezo huo. Na cha msingi zaidi ni kwamba hili ni jambo ambalo kocha Fadlu Davis ndiye ambaye anayepaswa kuwakumbusha wachezaji wake kuhusu swala hilo, lakini pia wachezaji nao sio lazima sana nao wafuate kile ambacho kocha anawaelekeza. Lazima pia wao wawe mstari wa mbele katika kuyatimiza majukumu yao vile pasavyo, kwa sababu tayari washalifanyia kazi wiki nzima hii ya mazoezi. Mechi hiyo ni mechi tu ya kwa ajili ya kuexecute kile ambacho umekifanya katika uwanja wa mazoezi. Kwa nini ulinzi imara kwa Simba? RS Berkane kwani wana kitu gani ambacho kinasababisha Simba wewe na ulinzi imara pembeni hapo ambapo unapazungumzia? Wana wachezaji wenye vipaji, lakini pia wachezaji wenye maamuzi ya haraka na sahihi kwenye fezi zao za mashambulizi, kwa maana zile hatua zao za mashambulizi wanazozifanya. Wanapotoka nyuma kuanzisha mashambulizi taratibu, huwa hawana haraka, wana utulivu wa kutosha, subira ya kutosha katika kutengeneza mashambulizi, lakini pia wana machaguo tofauti katika mashambulizi yao. Wana uwezo wa kupita katikati mwa uwanja, wanaweza pia kupita pembeni kwa kasi kubwa zaidi. Hayo maeneo mawili yote ndio yatakayo walazimu Simba kuwa na umakini wa kutosha, lakini pia kuhakikisha kwamba defensive structure yao inakuwa compact, inakuwa ni ngumu, inakuwa sio rahisi kwa Berkane kuweza kupenya. Ni kama vile ambavyo ilitokea katika mchezo wa kwanza walivyoweza kutulia Berkane wenyewe dhidi ya Simba, na Simba hawakuweza kufurukuta kwa namna yote katika swala la kufunga magoli. Inabidi sasa wa replicate hicho kitu Simba kwenye mechi dhidi ya Berkane hapo Jumapili visiwani Zanzibar. Hilo ni la kwanza. Hilo ni la kwanza. La pili, utulivu wa kutosha ambao Simba watakuwa nao pia utakuwa ni msaada kwao. Unajua kitu ambacho kinawapa nguvu Berkane ni uzoefu wa kucheza michuano hii kwa mafanikio makubwa, na ndicho kitu ambacho kinawapa nguvu pia katika hatua hii ya fainali haswa. Lakini Simba wao kitu ambacho kimewafaidisha kwa kiasi kikubwa ni ari ya kupambana waliokuwa nayo. Tazama matokeo ambayo waliyapata dhidi ya Al Masry kwenye hatua robo fainali, mchezo wa pili, wakiwa wamesharuhusu magoli mawili ugenini, wakaweza kusawazisha na kufunga pia kwa penalty katika mazingira pia ambayo hayakuwa rafiki kwa timu zote mbili. Nakumbuka uwanja wa Benjamin Mkapa ulikuwa na hali mbaya kwenye pitch. Kwa timu zote mbili zilikuwa zinajaribu kutafuta matokeo kwa njia tofauti, na hatimaye Simba wakaweza kufanikiwa kwa sababu hali ya kupambana walikuwa nao ni ya kiasi kikubwa. Mechi dhidi ya Stellenbosch New Amaan Complex tena, na Stellenbosch hapa ametoka kumtoa Zamalek ambaye ndio bingwa mtetezi. Tayari hofu ilikuwa ni kubwa, je, hao Simba watawezaje kufanya vizuri dhidi ya Stellenbosch tena katika uwanja ambao Simba hawajauzoea. Unakumbuka kabla hiyo mechi pia Simba walikuwa wanalalamika swala la uwanja, lakini ari ya upambanaji waliokuwa nayo na utulivu pia na vipaji walivyokuwa navyo katika hiyo timu yao ikawafanikisha. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwa na utulivu mkubwa, kwa sababu hao Berkane uzoefu waliokuwa nao ni silaha yao kubwa zaidi.